Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Hapa ndipo nyumbani mwa taarifa za ukweli. Hatuogopi mtu yeyote, tunamuogopa Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo cha msingi ni wewe kusubscribe, kuwasha kengele, ili wakati ambapo tutakuwa tunapakia video unaipata kwa urahisi. Karibu. Kipindi ambapo serikali inazidi kuhonya wananchi wasiandamane maandamano ya Sabasaba katika taifa letu la Tanzania, wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania wameunga maandamano ya Sabasaba na wametoa tamko kwamba watajiunga kwenye maandamano ya Sabasaba ili kuwasilisha ujumbe wao. Hii si habari nzuri kwa utawala wa Samia, kwa sababu wanafunzi ni wengi. Ebu imagine wale wanafunzi wote wakijitokeza sasa barabarani kuandamana. Polisi watastahimili kweli kuwazuia wasiandamane? Unajua, wacha nikupee kisa kimoja kabla sijaweza kukusomea taarifa ambayo imeweza kutolewa na wanafunzi wa vyuo vikuu jirani yetu hapa Kenya. Unajua, mimi nimewaambia kwamba mimi ni mwanahabari, kwa hivyo ninafuatilia kila kitu. Nakumbuka maandamano ya mwaka 2024 ya vijana wa Gen Z, vuguvugu la Gen Z, waliokuwa wanakataa mswada wa bajeti. Walipokuwa wanaandamana, serikali ilishangaa jinsi ambavyo watu walikuwa wanaandamana, watu wengi sana. Walipopiga hesabu walikuta kwamba wengi wao walikuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa hivyo kitu ambacho walikifanya, siku nyingine ambayo maandamano yaliratibiwa Kenya jirani, kitu ambacho walikifanya, serikali iliagiza vyuo vikuu vyote kuratibu mitihani siku hiyo ya maandamano, ili wanafunzi wengi wasijitokeze kwenda maandamano. Kwa nini? Idadi kubwa ya wanafunzi wakijitokeza kwenye maandamano, serikali itashindwa kustahimili ama itashindwa kuwazuia kwa sababu ni wengi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, sasa hii si taarifa nzuri kwa Samia, kwa sababu tamko limeweza kutolewa na wanafunzi wa vyuo vikuu kwamba na wao wanaunga mkono maandamano ya Sabasaba na kwamba watajitokeza barabarani. Wamekuwa wakitisha, mara wananyakua na kuwateka watu wachache, huku wakisema kwamba Chadema ndio inaratibu maandamano. Ona sasa, wanafunzi wa vyuo vikuu na wao wametangaza kwenye barua ambayo wameweza kuitoa leo Julai 6 mwaka 2026, wanasema hivi: tamko la wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania kuhusu maandamano ya tarehe 7 Julai mwaka 2026. Sisi wanafunzi wa vyuo vikuu mbalimbali nchini Tanzania tunatoa tamko hili kueleza msimamo wetu kuhusu maandamano ya tarehe 7 Julai mwaka 2026. Tunatambua kuwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua haki za wananchi kutoa maoni yao kwa amani kwa kuzingatia sheria za nchi. Kwa msingi huo, tunaunga mkono maandamano ya amani yanayolenga kuwasilisha kilio cha wanafunzi na wananchi kuhusu masuala yanayogusa haki, usawa, ustawi na elimu ya juu. Nasikia wao wamesema kwamba watajiunga na wananchi ili kutetea masuala yanayoguza haki, usawa, ustawi pamoja na elimu.
Wakaendelea kusema kwamba kama wanafunzi katika maandamano haya yanabeba ajenda kuu mbili. Kwa hivyo unaona yale maandamano mengine yako na ajenda, lakini vile vile hao wanafunzi na wao wamesema kwamba watajiunga na yale maandamano ndio ya wanaharakati na Watanzania, na wao watajiunga kwenye maandamano wakiwa na ajenda kuu mbili. Ajenda ya kwanza wanasema kwamba tunalaani kwa nguvu zote mauaji ya kinyama ya mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha James Temba. Tukio hili limeleta simanzi kubwa kwa familia, marafiki, wanafunzi na jamii kwa ujumla. Kuna yule mwanafunzi mwenye alipatikana akiwa ameaga dunia, ninafikiri ni kwa mto, mwili wake ulipatikana mtoni akiwa ameaga dunia. Na mwanafunzi huyu, mtazamaji wangu, alikuwa ameuliwa kinyama, kitu ambacho kiliweza kuleta mshtuko, simanzi kubwa kwa familia, marafiki pamoja na wanafunzi wenzake kote nchini. Sasa pili, wanafunzi hawa wanasema hivi: tunaitaka serikali kuboresha mfumo wa utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ili uwe wa haki, uwazi na usio na upendeleo. Kumaanisha mfumo wa utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu wa sasa hauna uwazi, hauna haki, umejawa na upendeleo. Kwa hivyo upendeleo umestahimili katika mfumo wa utoaji wa mikopo. Wanaangalia yule mtu tunamjua, kama ni Ezra wanamjua, wanampea mkopo. Yule mwingine hatumjui, tunamweka kando. Hilo swala la upendeleo ndilo limeweza kukasirisha wanafunzi na wao kusema kwamba wataingia barabarani. Wakamalizia haya za mwisho mbili kusema kwamba tunawasihi wanafunzi wote wanaoendelea na masomo na wale wanatarajia kujiunga na vyuo vikuu mwezi Oktoba mwaka huu kushiriki maandamano haya kwa amani. Mwisho, tunasisitiza kuwa sauti ya wanafunzi ni sehemu muhimu ya kujenga taifa lenye haki, usawa pamoja na maendeleo. Wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania, tarehe 6 Julai mwaka 2026. Kwa hivyo mtazamaji wangu, unaona hapa wanafunzi hawa wako na malalamiko. Malalamiko ni kutokana na mauaji ambayo yalifanyika kwa mwanafunzi ambaye anaitwa Temba mwenye alipatikana kwenye mtoni. Malalamiko ya pili ni usawa ambao haupo kwenye mfumo wa kupeana kitu ambacho kinaitwa mikopo. Kitu hichi kimeweza kukasirisha wananchi sana 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 sana. Yaani serikali inapendelea, mfumo unapendelea, wananchi hawana haki kabisa. Unaona mtazamaji wangu, kitendo hichi kimekasirisha wananchi. Kwa hivyo na wao wametangaza kwamba watajiunga kwenye maandamano kipindi ambapo raia na wao watakuwa wanatetea katiba mpya, watakuwa wanatetea haki iweze kupatikana kwa wale ambao waliweza kuuawa mwaka uliopita. Hapa kwenye hichi kituo cha Tanzania News Today tutakuwa tunakuletea kila tone la habari. Tumeweza kujihami, ninawahakikishia siendi popote sasa, leo, kesho na kesho kutwa siendi popote kwa sababu shughuli ni nyingi, lakini hizo shughuli nimeweza kuahirisha. Sasa nipo kwenye kiti changu cha studio ili kuweza kuhabarisha. Unanielewa mtazamaji wangu? Sasa sijui wazo lako ni lipi kuhusiana na haya. Na kama unaweza ukataka kutununulia kikombe cha kahawa, usisite, nitachapisha nambari ya akaunti. Unaweza ukatununulia, hiyo akaunti ni cooperative, unaweza ukatununulia kahawa ili kipindi ambapo tutakuwa tunafanya kazi kwa hizi siku mbili
tutakuwa tunazungumza sauti ikiwa sawa.